Emmanuel Nchimbi atoa kauli. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Emmanuel Nchimbi amewataka wananchi kuwa makini na kauli za wanasiasa, hususan katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ili kuendelea kuilinda amani ya taifa letu na kumaliza uchaguzi salama bila machafuko na vurugu zitakazotokana na kauli za wanasiasa. Daktari Emmanuel Nchimbi amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa wilaya ya Bunda mkoani Mara muda mfupi baada ya kupokelewa katika wilaya hiyo kwa ziara yake ya siku 5 ndani ya mkoa wa Mara. Daktari Emmanuel Nchimbi ameendelea kusema kuwa mwaka wa uchaguzi kwa kawaida ni mwaka ambao una vichocheo vingi vya vurugu na uhasama. Wasiojua kusema wanajua kusema. Wakati wa mwaka wa uchaguzi wasiojua kusengenya wanajua kusengenya. Wakati wa mwaka wa uchaguzi tumebakiza miezi 5 tuingie kwenye uchaguzi. Ikifika mwezi wa 10 tunapiga kula. Tusikubali miezi 5 iharibu amani ya nchi yetu tuliyoijenga na kuitetea kwa muda mwingi. Kila mtu anachokuambia wanasiasa kipime vizuri na kitafakari. Ni taarifa kutoka huko mkoani Mara. Hatimaye katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Emmanuel Nchimbi amewataka wananchi kuwa makini na kauli za wanasiasa, hususan katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ili kuendelea kuilinda amani ya taifa na kumaliza uchaguzi salama bila machafuko na vurugu zozote kutokana na wimbi la wanasiasa. Mbunge Mrisho Gambo aomba radhi na kufuta kauli ya upigaji. Mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo amesimama bungeni na kuomba radhi kufuatia hoja alizoziibua bungeni Dodoma wakati akichangia makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais TAMISEMI kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Katika mchango wa Gambo alitoa tuhuma na matumizi mabaya ya fedha za serikali kiasi cha shilingi bilioni 9 kujenga jengo la utawala wa ghorofa 8 la halmashauri ya jiji la Arusha, ambapo amemuomba waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa kutuma timu ya uchunguzi katika ujenzi wa jengo hilo. Waziri Mchengerwa amejibu bungeni kuwa tuhuma hizo sio za kweli na hakuna fedha ya serikali iliyopotea. Na baada ya majibu hayo, mbunge Mrisho Gambo amesimama na kuonyesha kutokubaliana na majibu ya uchunguzi wa serikali yaliyowasilishwa. Baada ya mvutano huo, Mrisho Gambo ameomba radhi na mwongozo wa spika akitumia kanuni ya 70 fasili ya 7 na 8 ya kanuni za bunge inomtaka kuomba radhi na kufuta kauli. Ni taarifa kutoka bungeni Dodoma. Hatimaye mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo amesema bungeni na kuomba radhi kufuatia hoja alizoziibua bungeni Dodoma wakati akichangia makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais TAMISEMI kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Jeshi la polisi mkoani Mwanza lazuia mikusanyiko ya Chadema. Jeshi la polisi mkoani Mwanza limepiga marufuku mikusanyiko isiyo ya halali kufuatia kuwepo kwa taarifa ya wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupanga kukutana na kufanya mikusanyiko isiyo ya halali kwa lengo la kushinikiza kuachiwa huru kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu anayetarajiwa kufikishwa mahakamani Aprili 24 mwaka 2025. Akiongea leo jijini Mwanza, kamanda wa polisi mkoani Mwanza Willibrod Mtafungu amesema jeshi la polisi mkoani Mwanza lilipokea taarifa kutoka kwenye vyanzo mbalimbali zinazoonyesha kuwa baadhi ya wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoani Mwanza wanapanga kukutana na kufanya mikusanyiko isiyo ya halali, huku kundi la wanawake na watoto wakishawishiwa na baadhi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kushiriki kwa wingi katika mikusanyiko hiyo. Aidha, jeshi la polisi mkoani Mwanza linawatahadharisha wananchi waacha kujihusisha na mikusanyiko hiyo, kwani jeshi la polisi limejipanga kikamilifu kufanya doria katika maeneo yote ya jiji la Mwanza. Jeshi la polisi mkoani Mwanza litasita kuchukua hatua kali za kisheria watakaojihusisha na mikusanyiko hiyo na kufanya uvunjifu wowote wa amani. Ni taarifa kutoka jijini Mwanza. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Mwanza limepiga marufuku mikusanyiko isiyo ya halali kufuatia kuwepo kwa taarifa ya wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupanga kukutana na kufanya mikusanyiko hiyo isiyo ya halali kwa lengo la kushinikiza kuachiwa huru kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu anayetarajiwa kufikishwa mahakamani tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025. John Heche atoa kauli Tundu Lissu sio mwaini, serikali ifute kesi. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche
ameitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifute kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, akisema kesi hii ni ya uongo na Lissu sio mhaini. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, John Heche amesema tunaitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tunamtaka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hii kesi ni yake, aiondee kesi mahakamani, waifute kesi ya Lissu. Kesi ni ya uongo, ya uhaini, kwa sababu Tundu Lissu sio mhaini. Hawezi kufanya uhaini kwa raia ambaye hajawahi kuwa hata na kikundi cha kijeshi wala kuongoza kikundi chochote cha jeshi. Hawezi kuthibitisha popote. Mwisho wa siku itakuwa kesi kama waliompatia Freeman Mbowe. Ni ajabu kwamba chini ya utawala wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka 4 tu amejaribu kuwafungulia kesi viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mwanzo walimfungulia Freeman Mbowe kwa kesi ya ugaidi, na sasa wanamfungulia Tundu Antipas Lissu kwa kesi ya uhaini, ambayo hukumu yake vile vile ni kunyongwa mpaka kufa. Hii kesi iondolewe mahakamani, Tundu Lissu arudi mtaani, tuendelee na shughuli zetu kama kawaida. John Heche ameendelea kusema kuwa kesi hiyo ya Tundu Lissu inatarajiwa kuendelea siku ya tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025 katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo John Heche amewataka Watanzania wote kujitokeza kwa wingi kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo mahakamani. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche ameitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifute kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, akisema kesi hii ni ya uongo na Tundu Antipas Lissu. Kundi la G55 watoa kauli kutosaini kanuni kumeua ndoto zetu. Aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki mawasiliano mambo ya nje wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mrema, akiwa jijini Dar es Salaam kwa niaba ya wafuasi wenzake wa kundi la G55 ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, amesema kitendo cha Chadema kutosaini kanuni za maadili ya uchaguzi kumekatisha ndoto za watu wengi waliojiandaa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. John Mrema amesema tulipowashauri Chadema kusaini kanuni za maadili, tulikuwa tunafahamu madhara ya kutosaini kanuni za maadili, kwa sababu kundi la G55 linaundwa na watu ambao wamewahi kugombea ubunge nchini na wengine wamewahi kuwa wabunge kwa muda wa miaka 15 na wapo G55. Kwa hiyo wametunga sheria na wanafahamu kanuni za maadili. Kwa hiyo sio kundi la watu ambao wanasema bila kuwa na ufahamu au uelewa. Jana nimemsikia msaidizi mmoja wa kiongozi wa kitaifa Bwana Odelo ameanzisha naye mchango, anasema anataka kwenda mahakamani kupinga kanuni za mwanasheria mkuu wa chama. Alipoulizwa mtaenda mahakamani ya kujibu hilo swali, kwa sababu anajua kwenda mahakamani ni baada ya uchaguzi. Wameua ndoto na sasa wanajaribu kutafuta namna ya kujirezesha kwenye misingi. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki mawasiliano mambo ya nje ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mrema, akiwa jijini Dar es Salaam kwa niaba ya wafuasi wenzake wa kundi la G55 ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, amesema kitendo cha Chadema kutosaini kanuni za maadili ya uchaguzi kumekatisha ndoto za watu wengi waliojiandaa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. John Heche atoa kauli, tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliolitoa wakati wa sikukuu za Pasaka na Eid, wakiunga mkono msimamo wa chama hicho wa kutaka mabadiliko yafanyike ili uchaguzi uwe huru na haki. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliotoa wakati wa Pasaka, na tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini la shura la maimamu waliolitoa wakati wa Eid, wote wakiunga mkono msimamo kama wetu, wakisema mabadiliko yanahitajika katika nchi hii ili uchaguzi uwe huru na haki. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema chama hicho kinaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliolitoa wakati wa Pasaka na Eid, wakiunga mkono msimamo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema
wa kutaka mabadiliko yafanyike ili uchaguzi uwe huru na haki.